Jesus. Asante Bwana Yesu. Asante Yesu. Mwaminifu Bwana. Tumekuona Bwana kutulinda na watoto wetu wa umezetu. Shukuru Bwana umetutoa mbali Bwana. Kama si wewe Bwana tungekuwa mali hapo mbali. Lakini Mungu umetusaidia, Mungu umetuwezesha. Ni neema yako tu Mungu umetukirimia. Bwana tumekuja kama ya shukrani Baba tukisema ni asante. Tulikuwa tunaomba upigaji vyombo ukatuletea, tulikuwa tunaomba uimbaji ukatuletea, tulikuwa tunaomba shirika Mungu ukatuletea. Baba tunakushukuru. Tunakushukuru Mungu wetu. Wewe ni mwema siku zote. Wewe ni mwema Bwana. Bwana vile umesema utatuacha hata mwisho wa dari. Baba tumekuona utatuacha. Na tunaendelea kukuamini Mungu utatuacha, utakuwa pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Na sisi tutakaa katika nyumba yako tukitafakari wema wako usiku na mchana. Tukikushukuru tukisema pokea sifa. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kanisa tumpatie Bwana sadaka ya shangwe na kelele. Tumpatie Bwana sadaka ya shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Tunapoingia kwa sifa ndio tuweze kupatia bishop wetu kufika saa 5 kamili. Kwa hivyo tutamsifu Bwana kwa shangwe na furaha. Hallelujah. Amen. Karibu mama. Haleluya. Tumshangilie Bwana. Haya makofi. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Haleluya. Haya cheza. Haleluya. Tupige makofi yetu tukingojea keyboard. Haleluya. Ainuliwe Mwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema.
Hallelujah. Praise God. Wapigie waliotuongoza makofi tafadhali. Unajua kwa sababu ya zile sheria za Ministry of Health bado tunatii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukianza mapema. Kwa hivyo ningeomba at least saa 4 ikienda saa 4:30 tuwe tushafika, hiyo ibada tunaianzisha hiyo saa 4:30. Amen. Hivi saa 6 sote tumerudi manyumbani. Bwana asifiwe. Biblia inasema usimpatie shetani nafasi. Bwana asifiwe. Amen. Tumpatie Bwana Yesu makofi kwa sababu ya kutufikisha siku hii ya leo. It is a blessing to see each one of you today. I am Reverend Francis Gadege Gedenji, and I love Jesus Christ as my Lord and the Savior. Amen. That is the most important thing that can happen to you. Receiving Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Munakumbuka, today it is a continuation of the last topic, which we said to be a leader, and today it is to be a leader part 2. Amen. It is very key to remember that every one of us has been called by God to lead. Amen. You could be leading 2 or 3 or 4, but every one of us has been given a responsibility. Even a parent, you are already a leader. You are leading your family. True or false? Me as a father, I am already a leader. Even before I come to church, I am already leading a family. And not only a family, in the place where I stay, I have responsibilities of leadership in the community. Amen. So take your position. Remember, that was what was inspiring us. Take your position and lead. Unajua kama wewe ukiwa mshirika wa kawaida ambaye hana mentality yoyote ya leadership, hata kuja kanisani, you can decide not to come. Unaweza amua tu kanyange blanketi. Huyo ni mtu mshirika wa kawaida kabisa. Not inspired by anything. Probably only inspired by self-interest. But if you know you have a position, unajua kuna mtu asipokuja kanisani, kuna mshirika anaweza kuja akaona kuna mtu amezoea kuona kanisani, na asipomuona siku hiyo anasikia moyo wake umechuchika. Kwa hivyo usifikiri ati kuwa kiongozi ni kufanya hata kuja peke yake kanisani kuna mtu anaangalia. Fulani yako leo anasikia moyo wake umebubujika. Ukweli urongo. Amen. Kwa hivyo kila mtu achukue hatua. And again, we are also leading by example. Kuongoza si kuongea tu. Tunaongoza pia kwa matendo. By example. Hallelujah. Therefore, if a parent is leading by example, the children themselves will pick it from there. Watoto wa baba mlevi watakuwa walevi. Watoto wa baba mvutaji wa masigara watavuta hizo masigara, kwa sababu wachafunzwa na kiongozi wao. Hata aseme pombe ni mbaya, mbona yeye anakunywa? So we also live by example. Amen. And today we go back to our text, which is Exodus chapter 4, verse 10 to 13. Let me read it. Then Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I am not eloquent,
neither before nor since you have spoken to your servant. But I am slow of speech and slow of tongue. So the Lord said to him, who has made the man's mouth, or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I, the Lord? Now therefore, go, and I will be with you, with your mouth, and teach you what you shall say. But he said, oh my Lord, please send by the hand of whomever else you may send. Father, I thank you because of your holy word. I ask that you may use me as your vessel today, that you may be able to reach the hearts of these your people, I included, and of those watching online today, and even the days after. Be glorified, our God, and help us to lead by example, even by our words and by our actions. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. I can recap a little on what we studied in To Be a Leader, Part 1. Moses, we say this is our case study. And I was remembering one thing. Kama mtu yeyote hakutoka na Musa Misri wakielekea Kanani, huyo alikuwa abaki Misri. Ukweli urongo. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa amemchagua Musa akiwa Redeemer wakati huo. Na nikawa ninawaza, mtu yeyote ambaye hajamfuata Yesu, ambaye ndiye Redeemer wetu sasa, na Kanani anayotupeleka sasa ya mbinguni, walai unabaki nyuma. Uwe umejitafutia manabii wako wa leo, wa zamani, wa siku zijazo. Kama wewe huendi na Yesu katika Kanani mpya ambayo Mungu ametujengea, katika Yerusalemu mpya ambaye Mungu wetu ametutengenezea, wewe huendi, unabaki hapa hapa na dini yako, shauri yako. Kwa hivyo wale ambao wanataka kumuona Mungu Baba wakamatane na Yesu, kwa sababu alisema hivi, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, hakuna ajaye kwa Baba. Hakuna. Kwa hivyo hakuna mtu anamjua Mungu bila Yesu. Mtu asikwambia ati kuna njia mingi karubandika ati utafika mbinguni. Hufiki bila Yesu. Na sisi mtu huwa tuna yeye mwenyewe ameamua. Bwana asifiwe. Hatuchoki kila saa kuambia watu waje kwa Yesu. Njia na ukweli na uzima. Hakuna atakayeenda kwa Baba ila kupitia kwa Yesu. Don't take another gospel. That is the gospel. Amen. Kwa hivyo mtu yeyote, hata mhubiri, hata mimi, lakini Mungu anisaidie kabisa. Kama mtu hakuelekezi kwa Yesu, kama mtu hafanyi kazi kama ile ya Musa, ya kwamba ametumwa na Mungu apeleke watu Kanani, kimbia mapema kukiwa mchana, usigoje usiku. Kama mtu yeyote atakuja kwambia yeye ni nabii na bila yeye huoni mbinguni, kimbia. Amen. Anakuhadaa. Hakuna binadamu ako na mbinguni yake. Mbinguni ni ya Mungu peke yake, na njia ya kufika huko ni Yesu ndiye anayetuongoza. Amen.
Na sisi ametuita kila mtu na uongozi, kila mtu na kipimo cha neema kuongoza. Na nikasema uongozi namba 1 ni kuongoza watu kwa Yesu. Uongozi kama hutafanya nyingine, iwe yako ni kuambia watu Yesu anaokoa, na watu wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, na wewe ni mmoja wao. Tafadhali njoo kwa Yesu. Amen. Na kuna mahali huwa tunaendaga. A leader must be taking people somewhere. Moses was taking people somewhere. Hallelujah. Jesus is taking people somewhere. That's why I am following him. Amen. Kwa sababu nishajua dunia si nyumbani, na ndio ninaendelea kuzeeka. Na hata wewe utaendelea kuzeeka. Hata vile neno inaanza kutoboka, yenyewe inakwambia wewe si wa hapa. Vile mgongo ukiamuka unasikia inakuonya. Bwana asifiwe. Amen. Hata mimi kuna na mdogo kama huyu. Kama wewe. Ya. Sasa nione. Unafikiri watu wa miaka 70 ni wazee? Utafika 70. Omba Mungu ufikike. Amen. Tulitaja mambo matano ya kwanza, nataka niyarudie tu vichwa vyake. A leader is nurtured of God beforehand. Kiongozi anatengenezwa na Mungu mapema. Tafadhali wazazi, tengenezeni watoto wenu mapema, kwa sababu Mungu amekuchagua kama kiongozi wa hiyo nyumba. And don't feel guilty for correcting your children. Don't feel guilty for smacking your children. Don't feel guilty for rebuking your children. That is your work. Mungu hata kuja na mjeledi ya chape mtoto, amekuachia wewe umtengeneze. Amen. Na nikawa ninasoma kitu kingine hapa, nikasema nitawaonyesha. Kuna grupu ninakuaga nayo ya wale watu wanapika. Na saa nyingine ukiangalia inaitwa Let's Cook Kenyan Meals. Mwingine anaweka hapo chapati zimeungua, tunacheka. Mwingine na msichana anapika kuku na ama pilau, anaweka hapo, anauliza sasa mnaona nimetosha kuolewa ama sijatosha? Tunamwambia umeiva, sasa umeiva. Bwana asifiwe. Lakini kuna story moja ya mama anaitwa Nduta wa Moniu. Akasema, so I arrived in the house at 6 p.m. tired as a donkey. Huyu ni mama amerudi 6 p.m. Amechoka kama punda. Ndivyo anasema. There is no sign of dinner prepared, yet there is everything in the house. And this was 11 hours ago. I looked at my 16-year-old son and announced, we are fasting, but I will take the younger ones out for dinner. Wadau. By the time I was done taking a shower, dinner was almost ready. In short, these teenagers can cook. Ni kujifanya. Mama akaja ametoka kama punda, yeye anatesekea watoto huko. Hakuna kitu, hakuna kwa nyumba. Mchele iko. Spaghetti iko. Hata labda kwa friji kuna chakula ya juzi. Lakini mkuna mtu anaweza tengeneza mama akule. Kwani mnafikiria ni kujifanya? Sipisha ndio hiyo kijana yake akiwa amepika chakula mzuri sana. Nitawawekea kwa grupu ya WhatsApp. Nilisahau jana. Niliona juzi hii kitu. Mama alipokuwa
alipokuja amechoka akasema leo tunafunga, lakini hawa wadogo na wachukua waende wakule kule nje. Yule kijana aliamuka akapika kabla mama hajaoka amalize. Kijana ashapika. Na anasema hapa hawa teenagers wanaweza pika, ni kujifanya. Kila mtu awajibike. Bwana asifiwe. Kila mtu tuwe viongozi mahali tulipo. Hata mimi nikikupikia utashangaa. I normally say that I am #1 Indomie maker in the world. Na mtu akuje tushindane. Aone yangu. Amen. A leader is nurtured of God beforehand. Mapema. Ili asije ukaanza kumtengeneza akiwa chazeeka. Mtengeneze sasa. Bwana asifiwe. Mkemee sasa. Amen. Mwambie rudi sasa. Mwambie usichelewe. Mapema. Hiyo nilitoa Exodus chapter 2 verse 1. Number 2, a leader is called of God and ordained. Kiongozi anaitwa na Mungu na anapakwa mafuta. Hallelujah. Tunaona Mungu akingangana kumuita Musa. Number 3, a leader is called to be led by God. Tunaona kiongozi naye pia aongozwe. Mimi nikiongoza lakini najua Yesu ako mbele anafanya nini? Ananiongoza. Hallelujah. Nani yuko mbele? Ni Yesu. Na pia kuna maaskofu ambao huwa ninaongea nao. Mmoja alikuwa hapa anaitwa Bishop Stephen Wawero, yule alinilea kiroho. Na kuna ndugu yake hapo hapa Dika pia. Fungu la 10 langu natumaga huko. You understand? Amen. Kuna mahali na kila mtu awajibike. Kila Mungu amechaguliwa awe kiongozi. Na a leader is called to sacrifice. Hapo ndio tulimalizia last Sunday. Kiongozi ameitwa kujitolea. Na ndio unaona mama zetu walikuwa wanapakua mpaka chakula inaisha kwa sufuria. Hata saa hii mnapakua nyinyi mnakula mnalinga. Siku hiyo sisi kitu ikianguka unaifuata chini. Hakuna kutupa kwa sababu hakuna chakula, yeye atalala njaa. Sacrifice. Amen. A leader is called to do what? To sacrifice. To be a leader. Na sasa number 2. Part 2. Sasa naendelea number 6. A leader is called even in the midst of opposition. Kiongozi, usiogope kupingwa, utapingwa. Amen. Na kwanza uongozi huu wa kanisa unapingwa na shetani, unapingwa na mapepo, na pia shetani anatuma watu wa kukuchucha moyo, utupe Biblia uende ukafanya kazi nyingine. Lakini usisahau, a leader is called even in the midst of opposition. Ukiangalia Exodus chapter 5 verse 1, afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast for me in the wilderness. And the Pharaoh said, who his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will let Israel go. Walidhani wako na message. Wakaja na hiyo kijiti yao wakamwambia huyu Firauni, tumetumwa na Mungu uachilie watu. Firauni akawaangalia akamwambia, kwanza huyo Mungu mnasemea ni nani? Mimi simjui na siliachilii watu waende. Kama ni wengi wetu saa hiyo virago tukirudi kwetu.
Mungu wewe ulisema tukienda hapo huyu jamaa atasikia. Sasa amekataa. Na unaona from the beginning Musa hakutaka kuenda, alikuwa na misababu. Na kuna reasons za kutosha za kutokumtumikia Mungu. Kuna reasons za kutosha za kutokuongoza. Kuna discouragement za kutosha za kufanya you give up. But don't. Amen. Umeitwa hata katika hiyo opposition. Hallelujah. Exodus chapter 5 verse 2 pia unaweza ona that then as they came out from Pharaoh, they met Moses and Aaron who stood there to meet them. And they said, let the Lord look on you and the judge, because you have made us a forehead in the sight of Pharaoh and in the sight of his servant, to put us to sword in their hand to kill us. Unajua wakati sasa Wayahudi unajua walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu. Sasa wakapewa kazi ngumu bila kusaidiwa. Sasa wakainukia pia Musa na Haruni, which means they had two enemies at a go. Pharaoh became an enemy and the Israelites also became their enemy. So there will be enemies as you lead. Therefore be ready. Ukiangalia Numbers unaona watu kama Miriam na ni dada yake waka katika Numbers chapter 12 verse 1. Wakati alioa msichana Muethiopia, wakamwambia sio wewe peke yako Mungu anaongeleshaga, for your information. Hata sisi Mungu anaongeaga na sisi. Na ndio unaona alishikwa na ukoma akatupwa nje. Mungu akamwambia wewe ujue Musa namuongelesha kama rafiki yangu. Wengine na watokelezea kwa ndoto. Lakini huyu namuongeleshia kama vile binadamu anaongea na binadamu. Kuna level ya vile Mungu ametuita. Heshimu hiyo. Bwana asifiwe. Kujishikia hapo akimbo. Ati hata sisi Mungu anaongea na sisi, sio wewe peke yako. Waliona cha mtema kuni. Amen. Kila mtu afanye uongozi mahali amepewa na afanye vizuri sana. Hallelujah. So there will be opposition whether you like it or not, but you soldier on. You know what you are doing. You know who called you. Amen. Number 6 and 7, sorry. A leader is called to believe and trust God. Lazima uamini Mungu na umtegemee. Ukitegemea watu utaumia. Bwana asifiwe. Na nikawa ninawaza, a leader should look at God, not the people. In as much as God will send the people to stand with the leader must not look at people, he must look at God. Amen. When you look at God, that is when the people recognize that you are God, because God sends those people to stand with your vision, to stand with your dream, to stand with your business. Amen. Unaona katika Exodus chapter 7 verse 10, so Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so just as the Lord commanded. And Aaron cast his rod before Pharaoh, before his servants, and it became a serpent. But Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, so the magicians of Egypt. They also did in like manner with their enchantments. For every man threw down his rod, and they became serpents. But Aaron's rod swallowed up their rods. Nataka uone Mungu akifanya kazi. Afadhali umtegemee. Kwa sababu walipoangusha kijiti kikawa nyoka. Hawa wachawi nao, Wafirauni nao wakaangusha vijiti vyao vikawa nyoka. Kama ni mimi saa hiyo naambia Mungu, please tuonane kwa mlima. This is too much. But as they waited,
Haleluya. Zile mavijiti ni kuangaliana. Ile ya Musa ikakamata moja, ikameza, ikakamata ingine, ikameza. Mungu ameonekana, hajaonekana. Kwa hivyo kiongozi lazima amtegemee na amwamini Mungu. Bwana asifiwe. Unaongoza watoto, hakuna kitu ya kula, tegemea Mungu. Mwambie leo Mungu kimeumana kuliko siku zote. Leo Mungu ndio nataka nikuone. Siku moja tukiwa na my wife na my daughter kule Nakuru, tumefungua kanisa mahali panaitwa Medonge kwa kijiji. Mahali watu wanakuja wanaketi hivi, amekunywa chang'aa na anguka na hiyo fomu. Wacha mavijana wacheke. Na sasa hiyo ni msichana na amekuja. Lakini amekuja kanisani. Na ndiye mshirika saa hiyo peke yake sasa. Ukiangalia ile sadaka wametoa unahesabu shilingi 13. Mayo hawafanyi kazi yetu ni ya kuhubiri. Sasa hiyo tutaenda kusoma Kampala. Tukikaa hapo kwetu, Mungu amemtuma ndugu kutoka Nairobi. Anaitwa Pastor Mwangi. Mungu akubariki ndugu yangu popote ulipo. Anakuja na gari amejaza vitu ndani. Sukari ya Mumias. Hey. Unga wa chapati wa ugali, vitu ndani ya budi, zimejaa. Ati pasta, nimekuja kukutafuta, nimeulizia mpaka nikakupata. Mtu hujaona miaka. Tegemea Mungu. Wachana na watu. Sikatai Mungu atatuma watu, lakini wewe usiangalie watu. Amen. Number 8, a leader is called to receive guidance beyond the norm and they also delegate responsibility. Kuna kitu kingine viongozi huwa wanaanguka. Delegate responsibility. Musa sikatai alikuwa anaongea na Mungu direct. Lakini alikuwa anangojea Wayahudi wote wapange foleni akiwaambia Mungu anasema hii, Mungu anasema hii. By the time anamaliza kazeeka, amechoka, hata nikuko anaweza kosana na bibi. Maajabu. Yule mtu alimpatia advice, hata si Myahudi. Ni baba yake mkwe. Mumitiani. Ukweli urongo. Alikuwa anaitwa nani? General. Akamwambia ni nini unafanya? Utakufa. Wewe unachoka na hawa watu wanachoka. Look at where he received advice from. Amen. Therefore, a leader should be ready to learn from all sorts of wisdom. Amen. Bora si kwa shetani unaenda kufunzwa. Lakini unaweza kuta yule chocho yako hata kama anatembea na mti, kuna kitu anaweza kukuambia akakuokoa. Ukweli urongo. Hata kama hajaokoka, anaweza kukuambia kitu. Wewe sikiza. Akamwambia utakufa. Gawanya watu, makundi ya 1000, makundi ya 500, makundi ya 100 mpaka 10. Kuwe na viongozi everywhere. Kwa hivyo delegate kazi hata wewe ukitoka kwa nyumba. Sijui ni jana ama ni marefu niliona, ni mimi sikupewa kazi tu kwa sababu mimi ni mkubwa yake. Uweze patia mkubwa yako kazi. Akasema kila mtu atoke. Na sasa hiyo pia ako na jembe. Anapalilia maua. Kijana akaambiwa wewe urokote mawe. Nikasikia Naomi anaambiwa wewe kazi itaisha na hujafanya yako. Naye ndio akachomoka na yeye. Namuona na kakunia akibeba mawe, kuna mahali anamwagwa. Delegate responsibility. Usikufe peke yako. Amen. Sema wewe ndio utakaranga mboga.
tutasonga ugali. Sijui kusonga tutakula hata kama haijaika, tutakula yako leo. Kwani atajulia wapi? Wewe kula, hata ukisikia iko na chumvi mingi usiseme umejaribu maidota. Tafuta maji kunywa. Kuna mtu unafanyia training. Atakuja kuondokea hapo na hajui kupika. Ataenda kuambia wewe kwani hukufunzwa na mama yako kupika? Wewe kwani ni mwanamke? Sasa utakuwa uchaji. Haribia mtoto future yake. Mapema. Kata sukuma. Mimi sijui kata. Ukiona anakata zingine hata unatoa hivi, wewe usigombane, wewe kula hata kama haijakatwa mzuri. Kuna mtu unafanyia training. Haleluya. Ugali ukweli haijaiva, lakini kula, wacha tumbo iharibike. Wewe kuna mtu unafanyia nini? Training, delegate. Leo ataongeza chumvi, utamwambia ni tamu lakini hiyo chumvi imezidi. Next ongeza, weka tu kadogo. Mchele utafikaga, ni miguu unawekelea kwa stool. Watoto wamefanya kazi, huyu anakimbia ameleta hii, mwingine achapika chai, nini. Delegate. Hiyo ndio iliokoa Musa. Wewe ni kiongozi, hata wewe okolewa. Hallelujah. Number 9, a leader is called to mediate for the people he leads. Hallelujah. Sasa imeisha lakini wacha nipitie juu sasa. And the Lord said to Moses, I have seen these people, and indeed it is a stiff-necked people. Kuna mahali Mungu alifika akakasirika akasema, nitamaliza hii watu yote. Hey! Unajua hata sisi tungemalizwa. Ni vile Yesu amekuja akawa awametieta. Bwana asifiwe. Tungemalizwa. Na wamama wamepewa hii sana. Unajua baba anazaua mtoto. Ndio nasema mama, imetosha, please. Na unakaa kando hata wewe anaweza pita na wewe na kofu. Unafanya nini? Una mediate. Kiongozi ana mediate, anatetea. Hallelujah. Ukiona kuna mahali mtu ananyanyaswa, wewe unataka haki ifanyike. Sasa sana kule kwetu jamii, siku hizi kuna kikundi cha security. Kama wewe ni mwizi wa makuku, wanakutokelezea, wanakutandika vile utawahi ona. Sasa watu wanashindwa, naye pastor anafanya nini hapa? Hii watu hawajui. Nakaa hapo ndio kasiri wawe. Nasikia kaka. Nasema, "Wait please, msiuwe." Imetocha. Siku moja tukakuta mwingine na unahamishangwa, kuna gari hata ya kukutoa na tumatrace twako na nini, na hujui tunakukuta unawekwa kwa gari mpaka kwa lami. Tunakuacha pale kwa lami. Ujipange. Wale hawakufunzwa mapema ndio tunafanyia hivyo. Mtoto wako mfunze mapema asifanyiwe hivyo. Mwingine akaniangalia akaniuliza, hata wewe pastor. Lakini hajui niko hapo kama mediator. Hallelujah. Be there and mediate. Kama mtu anahitaji kutetewa mtetee. Lakini kama hahitaji kutetewa nyamaza. Kwa sababu kuna mahali walifika wakasema hatutaenda na pastor tena. Anaenda kuokoa hawa watu. Number 10. A leader is expected to produce results. Remember, that is the aim. Amen. Produce results. Hata wewe kama unapanda mti na haizai, mti ni ya maembe, inatoa maua, haizai, mwisho ni kufanya nini? Ni kukata ama uiache tu.
Sasa kama hapo kwetu kuna miti miwili ya paipai. Moja ati imekuwa ni ya ndume na ingine ati ni ya kike. Hii ya ndume imeokoka tu kwa sababu at least ina provide kivuli. Otherwise, ingeona cha mtema kuni. Amen. At least produce some results. Hallelujah. Washa matunda ionekane. Na hiyo iko katika Exodus 32 verse 9, and the Lord said to Moses, I have seen these people. No, sorry. Exodus chapter 14 verse 13, and Moses said to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Amen. Hawa watu wote mashida hii yote mumezoea, leo yamekoma. Huyo ni kiongozi mzuri. Bwana asifiwe. Na ukweli, kwa sababu ya Mungu, bahari ya Shamu ilipasuliwa na Mungu. Hawa watu wakavuka kwa njia kavu. Can you imagine? Results. Moses saw results. Of course, which God helped him. So may God help you. Amen. May God help you. Simameni sasa. Mungu awabariki sana. Kwa ujumbe tumemaliza.